Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuonyeshe na ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania leo. Waziri Paul Makonda alamba uteuzi mpya na zawadi nono ya kazi nyingine serikalini kutoka kwa CCM na Samia Suluhu baada ya tukio hili zito kutangazwa hadharani tena. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyesha na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Matokeo mapya ya kisiasa leo yamemfanya Paul Makonda kurejea tena kwenye kitovu cha kitaifa kufuatia uteuzi mpya ndani ya chama tawala. Ripoti zinaonyesha kuwa amepokea imani mpya na nafasi iliyopanuliwa baada ya mijadala ya hivi majuzi ya ngazi ya juu ya chama. Uamuzi huo umetafsiriwa na waangalizi wengi kuwa ni uidhinishaji wa kisiasa na hatua ya kimkakati ya uongozi wa chama. Inafuatia kipindi cha mashauriano makali ya ndani ya CCM na Samia Suluhu ya ndani ya vyombo vya juu vya chama hicho. Tangazo hilo limezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa leo. Kwa Makonda, hatua hiyo inaashiria kuendelea kwa umuhimu ndani ya muundo wa mamlaka ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya kuaminika mbalimbali vya habari nchini Tanzania, halmashauri kuu ya taifa ya chama tawala cha CCM ilikutana mapema mwaka huu mjini Zanzibari. Mkutano huo uliongozwa na mwenyekiti wa taifa wa chama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho, mambo kadhaa ya kimkakati kuhusu uongozi na Paul Makonda na mpangilio wa chama yalijadiliwa. Moja ya matokeo muhimu ni kuthibitishwa tena kwa makada wanaoaminika katika nyadhifa za juu za chama hicho. Miongoni mwa walioteuliwa tena ni Paul Makonda. Uamuzi huo uliidhinishwa rasmi na kamati ya CCM. Makonda aliteuliwa kwa mara nyingine serikalini ndani ya CCM kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama tawala cha CCM, nafasi iliyoonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwake. Hata hivyo, uteuzi huu unamweka Paul Makonda katika kiini cha mwelekeo wa sera na mipango ya mkakati ndani ya chama. Wadau wa ndani ya chama cha CCM wanaelezea jukumu kama lile linalohitaji uaminifu, nidhamu ya kisiasa na ujuzi wa uhamasishaji. Hatua hiyo inaonyesha kuwa uongozi unaendelea kuwa na imani na uwezo wa Paul Makonda wa kuchangia katika ngazi ya kitaifa sasa unajiri. Pia inamweka karibu na michakato muhimu ya kufanya maamuzi mbele ya hatua muhimu za kisiasa zijazo ndani ya chama tawala. Wachambuzi wengi wa kisiasa wanaona hii ni ishara tosha ya imani kutoka kwa uongozi wa chama na Samia Suluhu ya kumwamini sana Paul Makonda. Uteuzi huo wa Paul Makonda unakuja chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM ambao umesitiza uwiano na uzoefu wa ndani. Viongozi wa chama wanahoji kuwa kuendelea katika uongozi kunaimarisha kumbukumbu za kitaasisi. Kurejea kwa Makonda kwenye chombo hiki cha juu kunatazamwa kama sehemu ya mkakati mpana zaidi. Chama kimekuwa na nia ya kusawazisha uzoefu na upya. Katika muktadha huu, historia ya kisiasa ya Paul Makonda inaonekana kumsaidia sana. Kujumuishwa kwake kunaonyesha imani inayohesabiwa bila ya bahati mbaya. Paul Makonda kwa sasa ni waziri anayetumikia utawala wa Samia Suluhu nchini Tanzania, ambapo sasa hivi anajulikana sana nje na ndani ya nchi. Kwa miaka mingi ameshikilia nyadhifa kadhaa za umma na za chama ambazo zimeunda wasifu wake wa kisiasa. Miongoni mwa hayo ni pamoja na nafasi yake ya awali ya katibu wa itikadi na uenezi ndani ya chama hicho. Hata hivyo, wafuasi wanasema uzoefu huu umempa ujuzi wa mawasiliano na uhamasishaji. Wakosoaji hata hivyo wanaona kazi yake kama yenye utata lakini yenye udhabiti. Licha ya maoni tofauti haya yote mitandaoni, ushawishi wake bado hauwezekani kushindwa. Vyanzo vya habari ndani ya chama hicho cha CCM vinaeleza kuwa uteuzi huo wa Makonda ulifuata mchakato wa ndani wenye ushindani CCM. Majina kadhaa yaliripotiwa kupitiwa ili kuwakilisha sekta tofauti, ikiwa ni pamoja na makundi ya wabunge, lakini Paul Makonda ndiye alionekana mwenye uwezo zaidi. Orodha ya mwisho ilionyesha usawa wa kikanda na uaminifu wa kisiasa. Jina la Paul Makonda lilijitokeza sana wakati wa mijadala hii. Uteuzi wake unaonyesha kuwa alikidhi vigezo vilivyopewa kipaumbele na uongozi. Hizi ni pamoja na kujitolea kwa maadili ya chama na uwezo wa kuhimiza uungwaji mkono kutoka kwa watu wa mashinani. Muda wa uteuzi pia umevutia umakini. Inakuja huku chama hicho kikizidisha maandalizi ya ajenda zijazo za kisiasa na kimaendeleo. Kupanga upya miundo ya uongozi kunaonekana kuwa muhimu katika awamu hii. Kwa kuinua takwimu kama Makonda, chama kinalenga kuimarisha nguvu zake za shirika. Uongozi unaamini kuwa
Wanasiasa wenye uzoefu wanaweza kusaidia kukabiliana na changamoto zinazojitokeza. Muktadha huu unaongeza uzito kwa umuhimu wa jukumu jipya la Makonda. Maoni ya umma kwa tangazo hilo yamechanganywa. Baadhi ya wafuasi wa chama hicho CCM walifurahia uamuzi huu, wakimtaja Makonda kuwa ni mtanashati na mwenye uamuzi na mpiga kazi. Wanasema kuwa mtindo wake wa uongozi unaweza kusaidia kuimarisha uwepo wa chama, hasa miongoni mwa wapiga kura wa mijini. Wengine wameelezea kutoridhishwa wakitaja mabishano yake ya zamani. Hata hivyo, hata wakosoaji wanakubali uwezo wake wa kuamuru uangalifu na uaminifu. Mjadala huo unasisitiza utu wake wa kisiasa wenye mgawanyiko lakini wenye athari. Ndani ya safu ya chama hicho cha CCM, uamuzi huo wa ghafla kwa kiasi kikubwa umeandaliwa kama kura ya imani. Viongozi wanasisitiza kuwa uteuzi wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa si ishara. Wanakuja na majukumu yanayofungamana na mwongozo wa sera na nidhamu ya chama hicho. Paul Makonda sasa anatarajiwa kuchangia kikamilifu mwelekeo wa kiitikadi na uhamasishaji wa wanachama wa CCM. Utendaji wake katika jukumu hili utafuatiliwa kwa karibu na kwa makini sana. Mafanikio yanaweza kuinua zaidi msimamo wake ndani ya uongozi wa chama. Jukumu la Rais Samia Suluhu Hassan katika kuongoza mkutano huo pia limeangaziwa. Mtindo wake wa uongozi umesisitiza mashauriano na michakato ya kitaasisi. Waangalizi wanaona kuwa uteuzi huo wa Paul Makonda uliofanywa chini ya umiliki wake mara nyingi huashiria nia pana za kimkakati. Kumuunga mkono Makonda kwa jukumu hili kunapendekeza kuendana na maono yake ya umoja wa chama. Pia inaonyesha nia yake ya kufanya kazi na watu wenye msimamo wa kisiasa. Nguvu hii inaongeza safu nyingine kwa umuhimu wa uamuzi. Uteuzi huo unatafsiriwa kwa zaidi ya jukumu la chama. Hata hivyo, kwa Paul Makonda mwenyewe, uteuzi huo unawakilisha udhibitisho baada ya vipindi vya uchunguzi mkali wa umma kuweza kutekelezwa. Kubaki kuwa muhimu ndani ya chama tawala kunahitaji kubadilika na uaminifu kama wa Paul Makonda. Kudumu kwake kisiasa mara nyingi kumehusishwa na sifa hizi ambazo Watanzania wanammiminia kila kukicha. Jukumu jipya linamruhusu kujitangaza tena kwenye jukwaa la kitaifa. Pia inatoa fursa ya kuunda upya sura yake ya umma. Mengi yatategemea jinsi anavyoendesha jukumu hili. Wanamkakati wa chama hicho cha CCM wanaamini kuwa watu wenye nguvu wanaweza kutia nguvu msingi. Hata hivyo, mtindo wa mawasiliano wa Paul Makonda na muonekano wake unaonekana kama mali katika suala hili. Chama kinakabiliwa na mahitaji yanayoongezeka kutoka kwa wapiga kura vijana na wa aina mbalimbali. Kushiriki demografia hii kunahitaji takwimu za wazi na zinazotambulika. Kwa maana hii, uteuzi wa Makonda unaendana na mkakati mpana wa uhamasishaji. Uongozi unaonekana kuwa tayari kutumia wasifu wake. Wakati chama tawala kikiendelea kuunganisha miundo yake, uteuzi kama huu unaonyesha vipaumbele vya ndani. Kuimarisha uwazi wa itikadi na nidhamu ya shirika hubakia kuwa malengo kuu. Jukumu la Makonda sasa linatarajiwa kuchangia katika malengo haya. Uzoefu wake katika ujumbe wa chama unaweza kuwa muhimu sana. Uongozi unatarajia matokeo badala ya uwepo tu. Utendaji hatimaye utafafanua mafanikio ya uamuzi huu uliotolewa na CCM ikiongozwa na Samia Suluhu. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika habari ama ripoti hizi, na kuomba kwa moyo wako mkunjufu na wa dhati uweze kubonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye skrini yako kwa taarifa zaidi.